Shalom mtu wa Mungu, mtu upendwaye sana. Hakika hii ni siku nyingine njema nzuri ambayo Mungu ametupatia. Mungu ninayemwamini na kumtumikia ni Mungu mwema. Mungu anayekuwazia wewe mawazo mazuri. Yeye anafurahishwa na mafanikio yako. Anapenda kukuona wewe ukiwa unastawi. Na ndio maana yeye kila siku anatufundisha neno lake ili tujue ni nini ulio wajibu wetu katika kumruhusu yeye kutekeleza mpango wake ulio mzuri. Maandiko matakatifu yanasema katika kitabu cha Mithali sura ya 29 mstari wa 18. Mithali 29:18. Pasipo maono watu huacha kujizuia, bali anaheri mtu yule aishikaye sheria. Neno linasema kwamba pasipo maono watu huacha kujizuia. Maono ni ile picha ambayo mtu anakuwa nayo kuhusu mwisho wa jambo kabla hajafikia. Maono ni ile picha ambayo mtu anakuwa nayo kuhusu mwisho wa jambo kabla hajalifikia. Mfano, mwanafunzi anapokuwa shuleni anakuwa na maono ya kumaliza shule na tena kumaliza akiwa na grade nzuri. Hayo ni maono. Mama ambaye amepata ujauzito anakuwa na maono ya kuhusu kushikilia mtoto. Ni ile picha unaoipata, haujaifikia bado, lakini ni taswira iliyojengeka kichwani mwako ya kwamba baada ya mambo yote mwisho wa siku nataka iwe hivi. Neno linasema mtu iwapo atakosa hiyo picha, atakosa maono, huyu mtu atakuwa na mipaka, hatajizuia. Hili ni kweli kwa sababu ukiangalia hata kwa mfano mzuri kwa wanafunzi ni kwamba mwanafunzi yoyote ambaye ana lengo la kumaliza elimu yake na akiwa na daraja zuri, akiwa na grade zuri, utagundua kuna baadhi ya maamuzi hawezi kuyafanya. Hawezi kukubali kutokusoma, hawezi kukubali kuwa mvivu darasani, hawezi kukubali kukimbia darasani, kuingia vichakani. Hawezi kukubaliana na hayo mambo kwa sababu hayo mambo yote yanazuia asifikie maono. Maono ni kama ramani kwa mjenzi. Hakuna mtu ambaye anaanza kujenga nyumba bila kuwa na ramani. Lazima uwe na ramani, alafu kisha unaijenga nyumba kwa kufuata ile ramani. Unapokuwa na maono kuhusu maisha yako, hiyo inamaanisha kuna baadhi ya maamuzi hautokubali kuyachukua kwa sababu unajua kama haya maamuzi yatakuzuia kufikia katika maono yako, ina maana sio maamuzi sahihi. Watu wa Mungu tunahitaji kuwa na maono. Inawezekana kwa hapo ulipo labda hauna maono yoyote kuhusu maisha yako, lakini nataka nikupe changamoto hii ndogo uifanye kazi. Tenga muda wako siku ya leo. Kama yamkini muda umeenda sana leo, basi hata kesho. Lakini tenga muda wako alfajiri mapema au usiku ukiwa umemaliza shughuli zako, kipindi umetulia. Nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu, nisaidie, nipe hekima katika kutengeneza maono. Alafu nataka ujiangalie mwenyewe ya kwamba je, baada ya miaka 5, baada ya miaka 10, unataka haswa uwe wapi? Katika maono hayo ni muhimu kuzingatia ya kuhusu namna gani Roho Bwana anakuongoza ndani yako. Ya kwamba kibiashara unataka uwe wapi? Kihuduma unataka uwe wapi? Kifamilia unataka uwe wapi? Andika sehemu. Kisha baada ya kuandika hayo maono, sasa unayo kazi kila siku kuhakikisha unamtafuta Mungu ili akusaidie uweze kuyafikia hayo maono. Kumbuka, mtu yoyote asiyekuwa na maono ni mtu ambaye anachukuliwa na upepo wowote. Tunahitaji maono. Tumesema maono ni picha ambayo mtu anakuwa nayo ya mwisho wa jambo kabla hajajifikia. Tukafananisha maono ni sawasawa na ramani kwa mjenzi. Mjenzi anapotaka kujenga nyumba anakutana na kiwanja kitupu, lakini mkononi mwake ana ramani. Alafu kwa sababu ya ile ramani, kwa kufuata mwongozo wa ile ramani, anaweza akainua nyumba iliyokuwa nzuri. Mimi nataka nikuhakikishie jambo hili ya kwamba maono ni kama ramani kwako. Kama utakuwa na maono yanayoendana na neno la Mungu, basi unajiweka katika mazingira ya kufikia mafanikio katika maisha yako. Kumbuka, bila maono watu huacha kujizuia. Na mimi nataka wewe mtu wa Mungu ufikie baraka nyingi ambazo Mungu ameweka kwa ajili yako. Unahitaji maono. Weka sasa maono. Na mimi naamini kupitia maono hayo Roho Bwana atafanya kazi na wewe kuongoza kufanya mambo makubwa. Kama umebarikiwa na somo hili, basi nataka tumalize somo hili kwa maombi ya ukiri ya pamoja. Tafadhali sema nyuma yangu. Haleluya. Ninajua kuwa mimi ni mwenye thamani machoni pa Mungu wangu. Na ndiyo maana ninaongozwa na Roho wake kupitia maono. Japo kwa sasa hayajawa, ila muda sio mrefu maono yangu yatakuwa halisi. Amen.